Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika katika kipindi cha ndoa. Mimi naitwa Daktari Elisiana Buguzi, ni mchungaji kutoka katika huduma ya Ufalme wa Mbinguni Uje. Kipindi hiki kitakuwa kinaelezea habari za ndoa. Ninakualika katika chaneli hii, itazungumzia habari za ndoa. Taanza kwa kuomba. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambao Bwana umempa neema ya kulisikia hili neno ambalo litaenda kusemwa mahali hapa. Asante Bwana Yesu, katika jina lako takatifu na nyunyiza damu ya Yesu mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, ninambariki akapate kuwa na amani katika ndoa yake, na hata kama hajapata hiyo ndoa ukambariki katika jina la Yesu. Asante Mungu Baba kwa kunisikia katika jina Yesu, na kualika Roho Mtakatifu unisaidie kulinena neno lako katika jina la Yesu na damu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninakushukuru Mungu Baba wa mbingu na nchi kwa ajili ya mtazamaji wako huyu ambaye anaenda kulisikia neno la Mungu. Leo tutaiangalia heshima ya ndoa. Mungu unasema katika kitabu cha Waibrania sura ya 13 mstari wa 4. Tusome kitabu cha Waibrania sura ya 13 mstari wa 4. Nalo neno la Mungu unasema ya kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tuiheshimu ndoa. Ndoa inapaswa kuheshimiwa. Tena anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa sio ya kusema kwamba ni kitu cha kudharauliwa. Hapana, ndoa ni kitu cha kuheshimiwa. Kama ambavyo mtu anaitwa mheshimiwa, kama ambavyo mtu anajisema yeye ni mheshimiwa fulani, ndivyo na ndoa jinsi inavyopaswa kuheshimiwa. Kwa nini Mungu anasema ndoa na iheshimiwe? Mungu anasema ndoa na iheshimiwe kwa sababu ndoa ni agano ambalo Mungu aliliumba hapo mwanzo. Katika vitu ambavyo Mungu aliviumba ni pamoja na ndoa, na aliliumba katika agano. Anasema katika kitabu cha Mwanzo, alipomfanya mtu, alimfanya mtu mwanaume na alimfanya mtu mwanamke. Na alipokuja kwenye kitabu cha Mwanzo akasema kwamba mtu huyu na asiwe peke yake, akamtengenezea mwanamke ambaye ndiye aliyeenda kwa ajili ya kumsaidia. Mungu aliona kwamba ndoa haiwezekani mtu akakaa peke yake, ni kwamba ndoa lazima wakae watu wawili, mwanaume na mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema ndoa na iheshimiwe na watu wote, kwa nini Mungu anataka ndoa ziheshimiwe? Mungu anataka ndoa ziheshimiwe kwa sababu anajua ndani ya ndoa kuna agano, na agano sio agano tu la binadamu, ni agano la Mungu mwenyewe. Mungu anataka ambacho kinapaswa kuheshimiwa ni lile agano ambalo liliwaunganisha kati yenu nyinyi wawili, ambalo nyinyi wakati mlipoenda kanisani au mlipoenda wapi huko msikitini au mlienda popote mlipoenda, mlipofungia ndoa, hapo aliyewafungisha ndoa kabla mjafunga ndoa na huyo mchungaji au na mtu yeyote aliyewafungisha ndoa, kilichoanza kwanza ilikuwa ni agano kutoka mbinguni. Mungu mwenyewe ndiye aliyeweka lile agano, na kwa sababu Mungu ndiye anayeweka lile agano, ndiye anataka liheshimiwe. Mnapoanza kutokuheshimiana, maana yake sio mnakuwa mheshimiani nyinyi, mnakuwa mnamdharau Mungu yule ambaye yeye ndiye aliyewafungisha hiyo ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ndoa tutaangalia katika hiyo heshima vitu gani ambavyo vinafanya hiyo ndoa iheshimiwa, muwe na heshima. Cha kwanza kabisa, kuambatana. Bwana Yesu asifiwe. Katika maambatano ndipo mle ndani kuna kuheshimiana. Watu wanapoanza kukosa kuambatana, mwanaume yuko kule, mwanamke yuko kule, katikati kunakuwa na gap. Lile gap linapokuwa lipo hapo katikati, ndipo tunapoanza kuleta kitu kinachoitwa dharau. Kwa nini watu wanashindwa kuambatana? Watu wanashindwa kuambatana kwa sababu watu wanaanza kutafuta umimi.
Mimi naanza kutafuta vitu vyangu, mume wangu naye anaanza kutafuta vitu vyake. Tunaanza kupeana majukumu, tunaanza kupeana mipaka. Tunapoanza kupeana mipaka, tunapoanza kuambiwa kwamba hiki ni cha kwangu, hiki sio cha huyu, hiki ni cha huyu, hapo ndipo tunapoondoa kitu kinachoitwa kuambatana. Tuangalie katika kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Mungu anasemaje kuhusu habari za kuambatana? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Amosi, Mungu anazungumza habari za kuambatana. Anasema watu wawili wanaweza kwenda pamoja wasipokuwa na maambatano, wasipokuwa wameambatana. Kama hakuna maambatano hawawezi kwenda pamoja. Amosi sura ya 3 mstari wa 3 anasema, je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wameambatana? Bwana Yesu asifiwe. Katika ndoa lazima watu waambatane. Kama maambatano hayapo, ujue lazima kuanze kuleta kitu kinachoitwa kudharauliana. Na Mungu anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Vitu ambavyo vinaleta sababu ya kutokuambatana ni vitu vya kwanza kutafuta mimi cha kwangu na mimi cha fulani, hiki ni cha kwangu na hiki ni cha huyu, hiki hivi, hiki hivi. Lakini maambatano huwa yapo wapi? Maambatano yapo kwa ajili ya mume wangu anaenda kazini, basi niende naye kwa kazini. Huyu anaenda, hapana. Maambatano yako moyoni. Kwenye moyo wa mwanadamu ndimo kuna maambatano. Moyo wako kama hauambatani na mume wako, maambatano hamna. Maambatano hayo yalishaisha. Na kama kuna dhambi yoyote iliyofanyika, labda umefanya uzinzi au umefanya uasherati, hapo ndipo maambatano yanapoanza kuondoka. Unaweza ukasema mimi nampenda mume wangu au nampenda mke wangu, lakini unaenda kufanya uzinzi. Unapoenda kufanya uzinzi, ndipo pale moyo wako unaanza kuambatana na mahali ulipoenda. Biblia inatuambia wakati kipindi fulani ambacho Yakobo alikuwa na binti yake. Yule binti yake alipotolewa bikira, alipotolewa ile bikira, moyo wake uliambatana na yule kijana. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe pale mnaposhiriki tendo la ndoa ndipo moyo huambatana. Kwa hiyo maambatano yanaharibiwa na pale mtu anapotoka ndani ya ndoa anaenda nje. Hapo ndipo maambatano yanaanza kuondoka. Na haya maambatano yanaondokea wapi? Yanaondokea kwenye moyo. Moyo huanza kumwacha yule mtu taratibu. Tuwamwangalie Yusufu katika kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 19. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yusufu alimwacha mke wake moyoni kisirisiri. Moyoni mwake alianza kumwacha Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona huyu Yusufu akiwa anamwacha mke wake kimoyo, na maambatano yapo ndani ya moyo. Anasemaje katika mstari wa 19? Anasema, naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Unaona, huyu anaenda kumwacha kwa siri. Kupoteza heshima kwenye ndoa, pale mnapoanza kupoteza kuambatana, ni moyo unaanza kumwacha mwenzako kwa siri. Unapoanza kumwacha mwenzako kwa siri, ndipo hapo maambatano yanaondoka, na maambatano yanapoondoka ndipo heshima huwa inaanza kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yale maambatano yanapoondoka ndipo dharau huanza kuja. Lakini tumwangalie huyu mke wa Daudi. Unapokuwa uiheshimu ndoa, ni nini kinachotokea? Kulikuwa na binti moja, alikuwa ni binti wa Sauli. Huyu binti wa Sauli aliidharau ndoa yake. Alipomwona mfalme Daudi akiwa anacheza, akamdharau moyoni. Biblia inakwambia kwamba yule dada alienda kumdharau mume wake mpaka waziwazi, tena mbele za wale wafuasi wa Daudi.
alienda akamdharau vibaya sana mbele za watu, akasema hivi, wewe mfalme kweli ni wa kujizalisha mbele za watu? Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na tabia ya kuwaongea wenza wetu mbele za watu, mbele za kadamnasi, yani mbele za halaiki. Yani unasimama unaanza kumsema mwenza wako. Biblia inasema ndoa na iheshimiwa na watu wote. Wewe unapata wapi ujasiri wa kuanza kumsema mwenzako halaiki? Yani mbele za watu unaanza kumzungumzia. Unapoanza kumzungumzia ndipo unapoanza kuondoa heshima. Maambatano yameondoka, umeshindwa kumheshimu mwenzako, unaanza kuzungumza, kumsema mbele za watu. Na unapomzungumza vibaya au unapomzungumzia kitu ambacho si akipendezi, Mungu anaenda kuupiga uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona huyu mama baada ya kuwa amefanya ile dhambi ya kumdharau mfalme Daudi, uzao ulienda kupigwa. Huyu mama hakupata mtoto kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya kuto kuiheshimu ndoa, ndio maana sasa hivi tuna kizazi, tuna watoto ambao wana shida mbalimbali. Ni kwa sababu ndoa imekosa heshima. Kama unataka ndoa yako irudi kuwa na amani, watoto wako warudi kuwa na furaha, rudi kwenye kuiheshimu ndoa yako. Ndoa yako ndiyo suluhu ya watoto wako. Watoto wako wameanza kuwa na tabia ambazo hawakuwa nazo. Unajiuliza maswali, hivi mbona mimi nasali sana, mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini watoto wangu wamekuwa hivi, wamekuwa hivi? Ni kwa sababu umeondoa heshima. Umeondoa heshima ya ndoa yako. Ndoa yako umekuwa uiheshimu, na kwa sababu umheshimu, inawezekana umheshimu huyo mume wako. Tunamwona huyu binti akiwa anashindwa kumheshimu mfalme Daudi, Mungu anaenda kuupiga uzao wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaangalia hizi dharau zinatokana na nini? Kwa nini tunadharauliana? Tunadharauliana kwa sababu unakuta pale mlipoanza na maisha yenu, mlianza maisha yenu mkiwa kwenye kipindi cha chini sana. Labda mlikuwa mna magari, mlikuwa mna nyumba, mlikuwa mna na vitu vya kifahari kama jinsi mlivyo sasa hivi. Kadiri muda unavyoenda mnaendelea kupambana, mnapambana na maisha. Mume anaanza kupata, mke anaanza kupata. Baada ya kupata ndipo roho ya kumsahau Mungu inaingia ndani ya ndoa. Ile roho ya kumsahau Mungu inapoingia ndani ya ndoa, ndipo heshima na kudharauliana vinaanza. Tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 kuanzia mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, Kumbukumbu la Torati, Mungu anasemaje kuhusu habari za mambo ya kupata, habari za kupata mali, habari za kupata fedha. Mungu anasema hivi, angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yanapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako